lakini nchi hiyo anayeweza kutoa uhalisia ni mtu aliyefikapo. Haleluya! Kama nchi ni ya mbali unasimuliwa, huwezi ukajua, ila aliyefika kule anaweza kukueleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tutajifunza somo hili katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 9 hadi wa 10. Mstari wa 9 hadi wa 10. Tuangalie hapa nchi hii ninayotaka kuizungumza hapa, nchi iliyo mbali ambayo inafahamiwa na watu wawili tu. Wa kwanza anaifahamu ni wewe mwenyewe, lakini wa pili ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu hiki cha Yeremia 17 mstari wa 9 na wa 10. Soma msomaji. 17 mstari wa 9 hadi wa 10. Tusome hapa. Soma kwa jina la Yesu. Moyo huwa mdanganyifu. Moyo huwa mdanganyifu Kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Nani awezaye kujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo. Na uchunguza moyo. Na vijaribu viuno. Hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake. Kiasi cha matunda ya matendo yake. Kiasi cha matunda ya matendo yake. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze habari ya nchi hii inayoitwa moyo. Hii nchi jina lake inaitwa moyo. Biblia imeeleza kwenye kitabu cha Yeremia ile sura ya 17 mstari wa 9 na wa 10. Ule wa 9 anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Anasema nani awezaye kujua? Kwa moyo anaueleza una ugonjwa wa kufisha, lakini pia ni mdanganyifu. Na anauliza, anasema nani awezaye kujua? Nchi inayoitwa moyo ndani yake ina vifaa au ina rasilimali inayoitwa udanganyifu. Nchi inayoitwa moyo, ndani ya nchi hii kuna mali inayoitwa ugonjwa wa kufisha. Ndani ya nchi hii inayoitwa moyo, anasema hakuna awezaye kujua huo moyo. Yaani hiyo nchi haijulikani isipokuwa anaijua Mungu mwenyewe na huyo anayekaa na hiyo nchi. Haleluya. Sasa kwa sababu moyo ni mdanganyifu na una ugonjwa wa kufisha, na huo moyo hakuna awezaye kujua, Mungu anatoa agizo juu ya moyo wa mwanadamu. Anatoa agizo juu ya moyo. Anasema linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, maana kwenye hiyo nchi ya moyo ndiko zitokako chemichemi za uzima ulio nao leo. Kwa hiyo kwenye moyo huo kuna chemichemi, kuna vyanzo vya uzima, ndani ya huo moyo kumebeba chemichemi zinazoitwa chemichemi za uzima. Kama kuna nchi nyingine ina chemichemi za maji, lakini moyo ina chemichemi za uzima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anazungumza
uuaji au uharibifu wote ule, na mtu mwingine asijue. Sasa Mungu anauomba moyo wa mwanadamu ili autengeneze uwe moyo safi wenye kumfaa Bwana kwa ajili ya kazi njema ya Bwana. Haleluya. Anasema katika kitabu cha Misali 23:26. Msomaji, Misali 23:26. 23:26 inasema, anasemaje? Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe. Ndio. Anasema mwanangu, nipe moyo wako. Mwanangu, nipe moyo wako. Haleluya. Anayeomba moyo ni Baba wa mbinguni. Anayeomba moyo ni Baba yetu wa mbinguni. Kwa ajili ya Misali 23:26. Sasa mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendeze na njia zangu. Mungu anautaka moyo wa mtu, kwa sababu anajua huu moyo umetunza mambo mengi. Moyo ni sawa na chumba cha siri, chumba kisichoonekana, ambacho anajua aliyekifunga amefungiamo nini. Kama amefungiamo nyoka inajulikana, anajua yeye. Amefungiamo nyuki anajua yeye. Amefungiamo vitu vya magendo anajua yeye. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu ni chumba ambacho kimebeba mambo, kinaweza kubeba mambo mema au mambo mabaya. Sasa Mungu anauomba moyo wa mwanadamu, anasema nipe moyo wako mwanangu, ili njia zako, ili macho yako yapendezwe na njia za Bwana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anahitaji moyo. Akiupata moyo wa mwanadamu, anaweza kufanya makao mle ndani yake. Maanake badala ya moyo kutunza mabaya, ule moyo atakaa Mungu. Anasema ninyi ni hekalu la Mungu, na kwamba Mungu anakaa ndani yenu. Mtu akiharibu hekalu hilo, Mungu atamharibu mtu huyo. Kumbe mtu ni hekalu, ni mahali ambapo Mungu anakaa. Ndio maana anaagiza moyo wa mwanadamu, anataka akae ndani ya moyo ili afanye mambo ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa mtu ukijaa Mungu ndani yake, hawezi akafanya mauaji. Moyo wa mtu Mungu akikaa ndani ya moyo wa mtu, hawezi akafanya ugomvi. Moyo wa mtu ukimbeba Mungu, hawezi akafanya wizi. Moyo wa mtu ukimbeba Mungu, uasherati na uzinzi mwiko. Maana ndani yake amebeba mtakatifu, anaitwa Mungu, mzee wa siku, jemedari wa vita, El Shaddai, yumo ndani ya moyo. Akibeba ndani ya moyo, wanadamu anakuwa safi. Haleluya. Anaomba moyo wako leo mpe. Anauomba moyo wako. Anataka moyo wako leo, ili yale mawazo mabaya uyaache, ili uharibifu ukome. Maana Mungu anataka moyo wako, awekeze vitu vyake humo, awekeze sifa njema, awekeze upendo, awekeze utu wema ndani yako. Anataka awekeze fadhili, anataka awekeze siri zake humo. Anasema ninyi ni mawakili wa siri nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tumshangilie Mungu wetu. Shangilie Bwana Yesu Kristo kwa makofi na vigelegele. Anauomba moyo. Kwa nini anauomba moyo? Sikia nikwambie. Tabia ya moyo, unaweza kukaa na mtu usijue anakuanzia nini. Unaweza kukaa na mtu karibu usijue ana mipango gani juu yako. Anaweza kuwa ni bosi wako wa kazi, lakini mambo yake hujua kuanzia nini. Anaweza kuwa ni mfanyakazi wako, usijue na kuanzia nini. Anaweza kuwa ni mume wako, usijue na kuanzia nini. Anaweza kuwa ni mke wako, hujue na kuanzia nini. Anaweza kuwa ni mwanao, hujue na kuanzia nini. Maana moyo ni sawa na nchi ya mbali. Moyo ni sawa na nchi ambayo hujafika. Moyo ni sawa na nchi ambayo hujawahi kuiona. Anajua aliyefika. Moyo wa mtu anautambua mwenyewe kwamba ndani yake amebeba nini. Lakini Mungu anasema, Mungu anauona moyo wa mtu, anaujua moyo, anauchunguza moyo. Kumbe kila mmoja moyo wake unachunguzwa na Bwana. Haleluya. Unawaza mabaya, unawaza uharibifu, unawaza kuua, unawaza kusingizia watu kesi, unawaza nini? Usiwaze mabaya, waza mema.
tufikirie mema, tuanze kufikiria mabaya. Maana moyo wa mwanadamu ukiwaza mabaya utaingia mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, mwanangu, nipe moyo, nipe moyo. Mpe moyo wako Mungu. Bila kujalisha wewe ni nani. Moyo wako mpe Mungu. Mungu akiwekeza kwako, Mungu akikaa ndani yako, hautaingia kwenye mambo mabaya, hautafanya uharibifu, hautaua wenzako, hautatukana wenzako, hautawadharau wengine, utawaheshimu wenzako. Awe ni mkubwa awe ni mdogo, utamheshimu kwa sababu moyo wako amekaa Mungu, maana yeye ni mtakatifu, na wewe utafanya moyo wako kuwa moyo wa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na moyo safi, hauwezi kumdharau ndugu yako, hauwezi kumuona kama sio mtu, lazima utampenda. Ninasema mpende jirani yako kwa moyo wako wote. Jirani yako ni nani? Jirani yako ni yeye ambaye anaweza kusaidia, anaweza kutia moyo, ndio karibu nawe. Huyo ni jirani yako. Sasa moyo wako kama uko kinyume naye, akipata mabaya unafurahi, akipata mema unachukia, maana moyo umepuuza mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaomba moyo. Kwa nini anaomba moyo? Moyo ni nchi ya mbali, anaitoa Mungu. Unaweza kutembea na mtu safari moja, kumbe amepanga kukuangamiza. Unaweza kuwa na mtu pamoja, anakuona wewe ni ajabu tu, sio binadamu, lakini Mungu anachunguza moyo huo, anajua unayowaza, anajua ile kwenye moyo wako. Leo geuka, mpe moyo Mungu, mpe moyo wako Mungu, autengeneze, auweke sawa moyo huu, aufanye vizuri, uwe moyo uliotulia, moyo uliopondeka, uliobeba vitu vya Mungu, vitu vizuri. Haleluya. Anasema nipe moyo, nipe moyo. Ukipewa moyo, ukimpa moyo Mungu, alafu Mungu akutengeneza vizuri, hutamdharau baba yako, hutamdharau mama yako, hutamdharau mchungaji wako, hutamdharau balozi wako, hutamdharau Bwana Yesu asifiwe. Hutamdharau ndugu yako, hawezi kumdharau. Awe ni kiongozi wako utamheshimu, awe ni balozi wako. Leo kuna watu mpaka mabalozi unawachukia. Unamchukia balozi, ana kesi gani? Ana shida gani? Unamchukia mwenyekiti wako, unamchukia mtendaji wako, unamchukia askari. Ili kama nchi hii tunaondoa askari wote, tunakuwa na amani? Au nchi tuondoe viongozi wote wasiwepo, tuondoe wote wasiwepo, itakuwa nchi gani? Itakuwa ni maajabu. Watu wenye nguvu watafanya wanavyoweza, lakini Mungu anataka moyo wako, akuonyeshe haya. Anataka moyo wako ili uwe mtu mzuri. Hebu tusome andiko lingine hapa, Misali 4:13. No, Misali 4:23. Soma hapa. Soma Misali 4:23. Misali 4:23 inasema, ndio, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo,